Mtoto wa kwanza wa Julius Nyerere atangaza hali hatari, huku akinyosha kidole cha lawama kwa Samia Suluhu, akitaja kuwa hatang'olewa madarakani kabla ya Krismasi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Kwa mara ya kwanza katika historia ya kisiasa ya Tanzania, sauti kutoka moja ya familia zenye mizizi mikubwa katika misingi ya taifa imeibua mawimbi ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika mjadala wa uwajibikaji wa vyombo vya dola. Kauli ya mzee Andrew Nyerere, mtoto wa kwanza wa baba wa taifa, imeibuka kama mwanga unayochana giza nene kuhusu kilichotokea katika maandamano ya Oktoba 29, siku iliyoacha alama nzito kwenye kumbukumbu ya taifa. Mbele ya watu mbalimbali, Andrew alitoa tamko ambalo sasa limegeuka kuwa kiini cha sintofahamu ya kitaifa, akisisitiza kuwa idadi ya vifo iliyoripotiwa na mamlaka haiakisi uhalisia wa kilichotokea siku hiyo. Madai hayo yamekuja katika kipindi ambacho taifa bado linapambana kukabiliana na athari za kiusalama, kijamii na kisiasa zilizosababishwa na tukio hilo. Kauli hii imesababisha mjadala mpana kuhusu nafasi ya vyombo vya ulinzi na usalama, uimara wa taasisi na wajibu wa serikali katika kulinda uhai wa raia. Kwa mara nyingine, Tanzania imejikuta kwenye njia panda ya kutafakari mustakabali wake kuhusu matumizi ya nguvu na mipaka ya mamlaka ya dola. Katika kusisitiza uzito wa maoni yake, Andrew alilinganisha matukio ya Oktoba 29 na historia ndefu ya taifa tangu mwaka 1961, akitoa taswira kwamba kiwango cha vifo vilivyoripotiwa hakijawahi kushuhudiwa katika mazingira ya ndani ya nchi. Na kwa sababu ya hadhi ya familia ya Nyerere, kauli hii imeibua hisia nzito zaidi ya zingine za kawaida. Kwa wengi nchini, jina la Nyerere limebeba kumbukumbu ya maadili, mazungumzo ya haki na uhoja ya kulinda utu wa wanadamu, misingi ambayo Mwalimu Julius Nyerere alitumia kama mwongozo wa uongozi wake. Kauli ya Andrew imegeuka kwa mwamsho mpya kwa mjadala wa kitaifa, sio tu kuhusu kilichotokea Oktoba 29, bali pia kuhusu aina ya taifa ambalo Watanzania wanataka kulijenga katika miaka ijayo. Kwa mujibu wa maelezo yake, hakuna taifa linaloweza kutembea mbele bila kukabiliana na ukweli wa majeraha yake. Katika mantiki hiyo, aliweka bayana hitaji la mjadala wa wazi na huru kuhusu vifo, majeraha na athari za kisaikolojia zilizoibuka baada ya maandamano hayo. Kauli hii imepata nguvu zaidi kutokana na sauti nyingi zinazoibuka ndani ya jamii, zikiunga mkono haja ya uchunguzi huru na wa kitaalamu unaoweza kuweka wazi historia kamili ya tukio hilo. Wakati kauli hiyo inazua mjadala mkubwa, imedhihirika kwamba athari za Oktoba 29 ziko tu katika takwimu, bali pia katika alama za kisaikolojia zilizobaki ndani ya jamii. Wengi bado wanaishi na kumbukumbu za kilichotokea, huku wengine wakiwa bado hawajapata majibu kuhusu ndugu zao waliojeruhiwa au kupoteza maisha siku hiyo. Kauli ya Andrew imeleta matumaini kwa baadhi ya familia hizi kwamba huenda sauti zao zikapata nafasi ya kusikika katika mjadala wa kitaifa. Na katika mjadala mzima, Andrew ameibua hoja ya msingi kuhusu uwajibikaji wa vyombo vya dola. Ameeleza kuwa taifa haliwezi kuendelea kuwa salama na huru kama mifumo ya ulinzi na usalama haitapitia mabadiliko ya kina. Na katika hoja yake, alikazia umuhimu wa kujenga taasisi zinazojiendesha kwa misingi ya kisheria, uwazi na maadili, akieleza kuwa msaada huu ndio msingi wa ujenzi wa taifa imara. Moja ya alama zilizozua mijadala mikubwa ni onyo alilotoa kuhusu hatari ya kufunika ukweli kwa sababu za kisiasa. Alitahadharisha kuwa kuendelea kuchelewesha mjadala wa wazi unachangia kuchochea hisia za kukata tamaa kwa wananchi na kufifisha imani yao kwa vyombo vya dola. Na kwa mtazamo wake, kila siku inayopita bila majibu inatazama kama fursa iliyopotea ya kurejesha uaminifu wa wananchi kwa taasisi za serikali. Na katika siku zilizofuata tamko lake, vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, mashirika ya kutetea haki za binadamu na wanasheria wamekuwa sehemu muhimu ya kuendeleza hoja hiyo. Sauti hizi zimekuwa zikihamasisha kipaumbele kwa uchunguzi wa kina unaoweza kutoa hadithi kamili ya kile kilichotokea badala ya kuendelea kutegemea taarifa zilizotolewa awali.
Ingawa msimamo wa serikali kuhusu kauli ya Andrew bado haujatoa mwanga wa kutosha, mjadala unaoendelea umeweka wazi kuwa taswira ya kitaifa kuhusu tukio hilo haijawahi kuwa ya upande mmoja. Mtandaoni, wananchi wengi wameonyesha kukabiliana ama kukubaliana na hoja ya kwamba taifa linahitaji mazungumzo ya kweli kuhusu Oktoba tarehe 29. Machapisho mengi yanaonyesha hisia za kuumizwa, kukata tamaa na kutafuta majibu. Kwa baadhi ya vijana ambao walishuhudia matukio hayo kupitia video na matangazo mtandaoni, tukio hilo limekuwa somo gumu kuhusu namna nguvu ya dola inaweza kutumiwa katika mazingira ya migogoro ya kisiasa. Kwa wazazi waliopoteza wanao, mjadala huo ni fursa ya kuomba haki ambayo wamekuwa nayo katika mioyo yao kwa miezi mingi. Kwa upande wa mashirika ya haki za binadamu, kauli ya Andrew imekuwa uthibitisho wa nguvu ya sauti kutoka ndani ya jamii yenye ushawishi mkubwa. Mashirika haya yameendelea kuhimiza kuundwa kwa jopo huru la wataalamu ambao wanaweza kuchunguza matukio ya Oktoba tarehe 29 pasi na vikwazo vya kisiasa. Katika mtazamo wa mashirika haya, uchunguzi unaojitegemea ndio msingi pekee wa kujenga kumbukumbu sahihi ambao vizazi vijavyo vitategemea kama rejea ya kihistoria. Hoja hii imepata uzito zaidi kutokana na nafasi ya familia ya Nyerere katika historia ya taifa. Kwa mwaka 2025, takriban miaka 24 baada ya kifo cha Mwalimu Julius Nyerere, familia yake bado inachukuliwa kama nguzo muhimu ya maadili ya taifa, na hivyo kauli ya Andrew haitazamwi tu kama maoni ya mwananchi wa kawaida, bali kama mwendelezo wa urithi wa maadili ya baba yake, urithi unaosisitiza utu, haki, ukweli na usawa. Na katika muktadha wa sasa wa kisiasa, suala la matumizi ya nguvu katika maandamano limekuwa mojawapo ya masuala yanayotazamwa kwa makini na jamii ya kimataifa. Tukio la Oktoba tarehe 29 limeingia katika rekodi ya matukio ambayo yameleta sintofahamu kuhusu namna dola inavyoweza kuchukua hatua dhidi ya raia wake katika mazingira ya mivutano ya kisiasa. Kwamba kauli ya Andrew imewasha upya mjadala huu, dalili ya ukubwa wa tukio hilo na athari zake kwa jamii nzima. Kwa jicho la kihistoria, tukio hili linaonekana kama moja ya nyakati zisizoweza kusahaulika katika safari ya taifa tangu uhuru. Na kwa miaka mingi, Tanzania imejivunia utamaduni wa amani na maridhiano kama alama ya utambulisho wake. Lakini maandamano ya Oktoba tarehe 29 yameacha alama inayohitaji kufanyiwa kazi kwa umakini mkubwa ili kujenga upya misingi ya kuaminiana kati ya dola na wananchi. Na katika hatua za mbele, kauli ya Andrew Nyerere inaonekana kuwa mwito wa kuanza upya, na ni mwito wa kuangalia historia kwa uwazi, kujenga upya mifumo ya ulinzi na usalama, na kuweka mbele utu wa mwanadamu kama nguzo kuu ya taifa. Ni mwito unaosisitiza kuwa maendeleo ya kweli hayawezi kufikiwa bila uadilifu katika uongozi, haki katika mfumo wa sheria na uwazi katika utendaji wa taasisi za dola. Na kwa ujumla, kauli ya Andrew imekuwa kama taa iliyoangazia kile kilichokuwa kimefichwa katika giza la taarifa rasmi. Imefungua mjadala ambao haupo tu kwenye majukwaa ya kisiasa, bali pia katika kaya, mitaa, vyuo na majukwaa ya kidijitali. Imeibua hadithi ambazo hazijawahi kusimuliwa na kuamsha hisia za wengi ambao kwa muda mrefu walikuwa wamebeba maumivu kimya kimya. Na katika taswira pana, ndicho chanzo cha nguvu ya tamko lake, si maneno yake tu, bali uwezo wa maumivu ya taifa ambalo bado linatafuta majibu, linajaribu kuelewa yaliyotokea na linapambana kujenga mustakabali unaozingatia haki na utu wa kila raia. Na iwapo mjadala huu utafutwa na hatua thabiti, inawezekana kabisa kwamba kauli ya Andrew inawekwa kwenye vitabu vya historia kama mojawapo ya matukio yaliyochangia kuamsha hisia za kitaifa kuhusu uwajibikaji wa dola. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa na uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kutupa support kwa kusubscribe, kulike na vile vile kushare.